Bwana inakuaje au sio? Inakuaje wanangu? Bwana. Mimi ishu moja hiyo. Wewe mabaharia eh. Mabaharia eh. Ni bwana au sio? Hii ni wanangu wenyewe au sio? Wale wanangu wa matentini wale au sio? Mimi bwana, mimi naendelea kupiga misumari kama kawaida. Wewe kama unanuna wewe nuna. Ushanaelewa bwana. Alafu misumari yangu mimi ambayo napiga ina mantiki yani. Ina mantiki na ina maana. Yaani unune, usinune, ukasirike, ulie, mimi nakugongea misumari. Lengo ni nini ujue? Lengo ni kubadilika. Kama misumari yote ninayopiga kama ni ya uongo, mbona mnajificha, mnakuja kwenye comment mnajificha? Oya, mimi mabaharia wanangu, mimi situkani kwa sababu niko hivi yani. Ushanielewa? Yaani niko clever na ninaelewa. Alafu najua nini maisha. Ushanielewa bwana? Najua nini maisha, najua nini kupambana. Oya. Alafu vile vile mimi sina desturi ya kutaja majina. Mimi sitaji majina kama watu wanavyo mention aloni. Mimi sitaji majina. Mimi nakupa fakti ikuhusu, ujue imekuingia na inakuhusu vile vile. Ushanielewa? Mimi naongea sana wanangu matentini. Wanangu wa matentini wale hivi. Chezesha mwenzenu kabondwa wale. Hajachezesha, mnamwambia kimbia, hakuna mbongo yote alikuwa anamsaidia hapa. Sana kimbia. Nendeni mkaingilie. Shaona bwana, ndo mjue kwamba mateja akili hamna. Oya bwana. Leo nakuja na nyingine hii hapa. Kama unajijua na ndugu yako ameenda South Africa kutafuta maisha, anaishi matentini kwa wale mabaharia wale. Hebu angalia hii video yao. Tante anatumia message. Usikuta Facebook hii. Bwana, naona watu wa South Africa watakuua, maana unawachana ukweli mtupu. Bwana, yani kila siku ninapokea ujumbe. Naona watu wa South Africa watakuwa, message hapa hii. Ushaona bwana? Mimi najibu usijali. South Africa mtaani na ninaenda, usalama wangu ni kitu muhimu sana. Na ninafika na ninakuja na nina nini. Afu tuone kama mna uwezo wa kuniua. Nimeondoka juzi hapo. Juzi nimeondoka tarehe 12 ndio nimetoka South Africa, tunatoka. Oya, okay. Ngoja nikasimu mfukoni, wanatoa kwenye reli kidogo. Bwana, kama una ndugu yako au sio, yuko South Africa, kila video ambayo nayopost mimi jaribu kuangalia kwenye ile kupla watu. Usikute ndugu yako naye kapotea akawa mteja. Si umeona wala matentini wale? Mtu na akili timamu hauwezi ukaposti video kama hii ambayo nakuja kuiweka mbele yako. Una familia bongo na ndugu wanakutegemea, hebu angalia kwanza, je, ndugu zako watakuwa kwenye hali gani baada ya kuiona hii video? Alafu watu kama wao ndo wanakuja watakubishana na mimi. Mimi sibishane na mtu, afu mimi situmii lugha ya matusi. Mimi nakutia msumari, unakuingia, una paniki, unatukana, lakini baadaye unakuja unajifunza, au sio? Oya, hebu chungulieni kwanza United. Wewe, hebu angalieni video afu tukija tutajua tutafanya nini. Kama kuna ndugu yako umemtambua basi tumpoint tujue jinsi gani kumrudisha nyumbani, au sio? Haina noma. Issue ni hivi. South Africa sio kwamba watu wote wamepotea. Hapana. Tatizo waliopotea ni wengi kuliko waliopatia. Ushanielewa? Watu wana maisha yao. Mimi usikati naingia hapo, kuna mwanangu kanipigia simu anajiweza. Mwanangu nataka jezi. Unajua jezi moja bei gani? Jezi moja ni rand 2500 original. Nimemchukulia jezi karibia 6, akaenda kanipa 12,000 yangu cash, 12,000 na kitu hivi cash kanipa. Huyo ni mtu anayejiweza, lakini watu kama wale wako wachache. Hata siwezi nikawa address watu ambao wanajiweza watu 10. Alafu watu 2500 wamepotea. Hebu niambie, katika 2500 watu 10 nani wengi? Oya, hii mimi naongea hii kama naona na watania. Balozi,
funga safari, nenda Parade, Cape Town, South Africa, nenda Woodstock, Cape Town, South Africa, kuna sehemu inaitwa Maskani utawakuta. Hapo Joburg ndo usipime, Pretoria usipime. Yaani noma. Sasa wanangu wa matentini, hebu waangalieni hapa. Alafu mje na majibu kamili, mniambie. Hawa je, wana akili timamu? Wameenda kutafuta maisha au wameenda kujifunza kuvuta unga? Je, wamesahau kitu gani kilichowapeleka kutafuta? Lengo ni kuwakumbusha tu wanangu. Mimi nimemaliza. Tunarudi tena baadaye. Za message hiyo pala wewe. Wasitokee kabisa mipaka. Sasa tuna mipaka. Na madawa tunavuta. Sishapoae babako. Yaani mipaka katokea nani na kashindwa. Sila pesa. Ishi maisha yako na I'll smoke you. Ukitushobokea sina kuletea noma. Tuache kama tulivyo. Kata Cosmo kata msalaba. Wewe usitafute umaarufu kupitia sisi wewe. Si tunafumua tu, we smoke you. Uyawezi ndo maana umeolewa na mzungu wewe. Na mwingine kanyeshwa huyo. Unasema si hatuna kazi wala vibarua, tunalala nje. Taratibu wewe. Sikia wauni wanakuambiaje sasa. Oya wewe, tuna maduka, tuna kila kitu. Maduka tunayo. Oya. Unasikia Machintanga wanakuambiaje? Chakula chako nyumbani kwako kuna ubaya. Wewe lugha au kinganganisi. Watu na maisha yao. Na wewe jua maisha yako, usifate maisha ya Machintanga. Siku mamake tunafumua, afusu unajua Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram. Yaani hatuelewi la mpumbavu wowote, serikali yoyote zaidi ya Mungu. Shafungulia sasa kama Irani tunatupa mibomu. Wewe si mbwa mwitu wewe, unatujua au? I'll smoke you. Mafaka. Ona kwanza flagi wapi kumamake? Sasa tunalitoa tunaweka flagi Irani kumamake kuma. Unaona? Si tunawachoma tu hapa. So wewe umeolewa mtoto wa kiume matako. Niga yetu mazafaka we side mamake. Na ukiweza kumamake njoo. Si tupo tatukuta. Hatuna kazi kweli wala kibarua kumamake, si tunachai sana Machintanga wewe, hatutumwi sisi. Aloni sijui mudi nani, wewe si tunajua historia yako, umeolewa Cape Town na mzungu, ndo sasa hivi ile wewe si anisi wewe, taratibu utatuambia nini? Ule msenge mwenzio balozi wa mabaharia, si unajua alikuwa analala nje Faraday tu, watu wamembandua naye kakimbia. Au mnaowapa vichwa kumamake tawakamata, hapo si mtandao mkubwa. Yaani kuchalazia ndo zetu kumake, nipo na Mimedi Dogi ya. Watangalie vizuri. Unajua ile. Nani unaomjua au ushai kumuona kuma? Si hatuuzi sura kumamake. Si tunauza roho ili mradi tukakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ndo mijitu ya jihadi. Sina nda kama anteni hiyo na sisi na uso jeme bandiko ya anteni kuma. Pande zote wanajua. Fala wewe. Hapo si Machintanga pande zote tunatimba. Unaona niko wapi na Machintanga masisela masitanali. Si unajua ile. Afuta ya. Niambie mwanangu. Niambie. Hii ni hasara au faida kwa taifa? Ni hasara au faida kwa taifa? Tunaongea uongo au kweli? Tunawasingizia. Yaani wao wenyewe ujue wanaongea wanakaa hawajielewi. Yaani wao wenyewe hawajielewi na hawajui kitu gani ambacho wameenda kukitafuta. Shanielewa?
Ndugu zanguni wenye ndugu zenu, ndo ndugu zenu mnawategemea. Ndugu zenu mnawategemea ndo hao. Oya, sio poa. Sio poa. Sasa lengo ni nini? Ngoja niongee kwa akili hapa. Lengo, wewe kijana ambaye una target bodaboda ya watu sasa hivi, upige uende South Africa. Badili mawazo. Badili mawazo. Bora ujichange mdogo mdogo, utafute kiwanja kingine, utafute hela. Ukienda kule, sawa, utaingia utapoa, lakini watu wenyewe ndo hao unavyowaona, ndo wale. Sasa niambie unafika kwenye watu kama hao, wewe situation yako itakuwa ni namna gani? Au naye baadaye utakuwaje? Ndo mdogo mdogo unajikuta unaharibika. Kwa hiyo lengo lao hawa jamaa, lengo lao yani, wewe unayoenda pale, ufike pale uzame, uwe kama wao. Narudia tena, uwe kama wao. Yani uende pale uzame, uishi nao, ufanane nao akili, uwe kama wao. Utachagua usuke, unyoe, uende usiende. Lakini jua kabisa ukishafika kwenye mikono yao wale jamaa, wale ambao umewaona hapa, ndo maisha yanaisha kila siku. Utajifunza kuvuta unga, utajivuta yani, kwa sababu ukishafika hapo utakuwa na stress. Omboi, mbona na mawazo na nini? Kwa sababu nyumbani sio sharibu na utaki kwenda. Umeharibu, utarudi vipi? Afu mazingira uliyakuta sio rafiki. Shanielewa? Kwa utaishi kama wao. Ndio unakaa una mawazo, mtu anakuja na kupabangi anakuchanganya. Omboi, vuta kidogo, unavuta inapanda. Mbona simu kweli na nini? Kesho na kesho kuta kumbe ile bangi ilikuwa imechanganywa dakika za mwisho, kivuta bangi ya kawaida unaona mimi mbona kama sio ya jana. Shanielewa? End of the day mwanangu, titi unajikuta bwana wewe una mawazo bwana, bongo hapa ndo tushafika. Wana kauli zao, mwanangu hapa ndo tushafika, tena nyumbani kule ndo usharibu, kienda jela nini, bora ukayapa hapa hivi na hivi na nini. Kama una mawazo chukua hii ngoma, vuta. Unapiga ya kwanza, siku ya pili, ya tatu inaingia damuni, tayari unakuwa mteja, unasahau nyumbani, maisha yanakuwa ni pale pale, akili yako inafikiria kutafuta hela, kuvuta unga, basi. Ndo kama wanavyoona au machafu chafu. Mimi naita machafu chafu kwa sababu akili hawana. Umeenda kutafuta afu unasema kwani urudi. Wewe urudi vipi hapo unapoishi makaratasi una? Si nyumbani amrudi. Hebu kila mtu onyesha ID yake hapo, anaishi kwa kigezo gani? Kuba babake, kama kuna hata mmoja hapo atakayeonyesha ID yao. Oya. Usiende kule. Kama ukienda nenda kwa akili, afu muangalie mtu ambaye anakuja kukupokea. Je, ana akili timamu? Lakini watu wenye akili timamu ni wachache. Na wote ambao wenye akili timamu ambao wanajiweza, wote wanajificha, wataki hata kuonana na wabongo wengine. Wote wanajitenga. Yaani mnakutana nao kwenye msiba, vikao vya majanga, kwingine kote mkutani nao. Asa angalia ndugu yako anayekupeleka, je, anajiweza? Kama hajiwezi mwanangu, tulia mtaani. Bwana mimi nimemaliza. Leo nimeongea kwa hasira na kwa shiti.